Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji wa Singida Gospel. Ni mimi kiongozi wa ibada. Niko na mkongwe mwandaaji wa hizi ibada katika mkoa wa Singida. Kama unisha kusikia Neema Babu, leo ndo niko naye hapa. Inaweza kuwa usijue kwamba mtumishi wa Mungu ana mchango gani katika mkoa wa Singida. Nikwambie tu kwamba huyu ndo mwanzilishi wa events. Hakuna watu walikuwa wanaweza kuwaleta kina Angel Bernard, hakuna watu walikuwa wanaweza kuwaleta watumishi wakubwa bila kupitia kwa mtumishi wa Mungu, na yeye ndo alikuwa anawaleta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo unajisikia furaha kiasi gani? Unaona vijana nao wanafanya kama vile wewe ambavyo ulikuwa unafanya? Najisikia vizuri. Mtu yote anatamani kuwa na uzao. Unapoona wanajitokeza watu wengine unafurahi. Kwa sasa sisi tunazeeka, kwa hiyo lazima watokeze watu wengi kuendeleza kazi. Haiwezekani ukabaki wewe peke yako na bado mji upo, watu wapo. Ni vizuri wazaliwe watu kama kina Cornelio waendeleze kazi. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu isije kuonekana mimi labda iko siku Mungu akanichukua ikaonekana hakuna kitu kinachoendelea. Mimi kwa kweli ni mshukuru Mungu. Mimi kwa kweli najisikia vizuri sana Mungu kumzaa Kori kwa ajili ya kazi. Naamini sio kwa ajili ya event tu hizi, lakini hata kwa ajili ya mikutano ya Injili. Nilikuwa naongea na Kori, mwakani tutakuwa na mkutano, lakini hata mwaka huu pia tunaweza tukawa na mkutano hapa Manispaa. Lengo ni kuendelea kumtambulisha, lakini pia yeye kuendelea kujikopi na watu na kuendelea kufanya vizuri. Unawaona vijana wengine zaidi ya Cornelio? Wapo, lakini kila jambo Mungu analitengeneza. Kwa sababu leo Kori ameinuka, siwezi kujua kilicho nyuma. Yuko Mungu aliyemwandaa na atampa roho kama ya kwangu, kama ya Kori, ili shauku ya Mungu ni kuona kazi yake inafanywa, na inafanywa na watu wenye moyo kweli kweli, watu wasiokata tamaa. Kazi hii ina majaribu, ina matatizo mengi. Wakati mwingine kuna kutokupendwa na nini, watu wanahisi kama wanakuwa maarufu, lakini sio maarufu. Na hata kama nikiwa maarufu kwenye kazi ninayoifanya, kuna ubaya gani? Hamna ubaya. Kwa hiyo kazi ni nzuri. Kama nitapata umaarufu kupitia kazi ya Mungu, mimi nasema ni vizuri. Yes. Ni umepitia kwenye changamoto, umepitia kwenye nyakati mbalimbali. Kuna zingine ulikuwa na furahi, kuna zingine ulipitia kwenye maumivu. Hebu tuambie uliwezaje kuvuka pale na kuhakikisha mpaka leo unasimama na ni mwandaaji mzuri kabisa wa mikutano mikubwa ya Injili katika mkoa wa Singida? Uvumilivu ni kitu cha msingi sana. Kuendelea kuwa mvumilivu, hata wale wanayekukwaza inatakiwa wavumilie, uwapende. Kuendelea kuwa mnyenyekevu, hata kama kuna sehemu unahisi hujatendewa haki, vumilia. Kazi ni ya Mungu, lazima Mungu akupiganie. Utatoboa tu, utafanikiwa na utafika mbali. Kwa sababu hii kazi sio ya mtu, ijapokuwa kazi na majaribu. Wengine ni watu wa karibu sana, wanahisi labda unapofanya hii kazi labda unawazidi, lakini sio kama unawazidi. Mungu anamuinua kila mtu kwa wakati wake. Kwani nani amekatazwa kufanya hii kazi? Mji ni mkubwa, nchi ni kubwa. Kwa hiyo unaruhusiwa kufanya mkutano sehemu yote, kufanya event sehemu yote, ni wewe tu. Na kama tukiinuka wengi tutafanya vizuri na tutafanya kwa ufanisi, na jina la Mungu wetu litatukuzwa sana katika nchi na katika mkoa wa Singida. Lakini niseme kwa kweli mimi nafurahi kwa ajili ya kesho ya Ijumaa ya tarehe 12, lakini pia kwa ajili ya Jumapili. Mimi kwa kweli mimi nawaombea sana vijana wa mkoa wa Singida. Natamani muendelee kufanya vizuri, Mungu awainue ili muweze kuyafikia malengo, lakini pia mnakoenda kule mbele Mungu awabariki. Uchumi ni kitu cha msingi sana. Uchumi ndio unakufanya kuwa jasiri. Unakufanya kuwa jasiri na utafanya vitu kwa sababu kila kitu kinataka hela. Kwa hiyo ni vizuri sana. Uzuri wake serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko karibu na vijana. Ni vizuri kuendelea kuwasikiliza viongozi na kuendelea kuwa nao karibu, mtafikia malengo. Unauona umoja wa roho katika mkoa wa Singida? Nauona sana. Umoja wa roho ni mkubwa. Kwanza kuanzia kwa maaskofu, wachungaji wote, wazee wa makanisa, mashemasi, washirika mbalimbali. Umoja upo. Kila kazi huwa ina vikwazo. Lakini mimi nasema vikwazo havitokani na watu, vikwazo vinatokana na adui Shetani. Shetani analeta vikwazo, watu kwingine kutokuwa na mwamko, lakini si kweli. Mwamko hapa Singida ni mkubwa sana. Na ninaamini tunavyoendelea mbele tutafanya event kubwa ambayo itajaza uwanja. Na ninaamini kupitia nyinyi mtaijaza uwanja. Asante. Sisi ni Singida Gospel, tuko na Neema Babu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usisahau kusubscribe. Amen. Ni One in Spirit katika mkoa wa Singida. Mungu akubariki sana. Ni mimi kiongozi wa ibada Aidan Vivi.